Ya Salam TV. Ambayo kila mmoja wetu haifahamu vizuri sana kwa hali zote, na tunayo kwa wajibu mara 17 tuisoma kwa siku, lakini mna dua A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baada ya kusema kwa suratul Fatiha tuifahamu, lakini nilikuwa nimelenga katika suratul Fatiha ni hii ihdinas siratal mustaqim, kwamba sisi tuomba kwa Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia iliyonyooka, hali ya kuwa ni wajibu mara 17 kwa siku. Nafikiri itakuwa zimepungua 2 siku ya Ijumaa, zimejaziwa na khutba. Tuomba Mwenyezi Mungu atuongoze kwenye njia iliyonyooka. Mwenyezi Mungu atujibu hiyo njia iliyonyooka tufanyeje ili tuende nayo. Majibu ndio hiyo Qur'ani yote iliyobaki. Kwa hiyo sura inayofuatia, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif Lam Mim. Hizi kwa mapokezi yetu sisi ni kwamba Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam ajua makusudio yake, lakini kwa watu tu kufuatilia nyingi katika hizi mukatao Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam inafuatia aya inafuatia inakuwa imefungamana na kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'ani, kama hii Alif Lam Mim dhalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Huku tumeomba Mwenyezi Mungu atuongoze kwenye njia iliyonyooka. Kwa hiyo anaanza na kutuambia kwamba dhalikal kitab la raib. Somaji wa kwanza huo ambao wengi hawajauzoea. Usomaji wa pili Alif Lam Mim dhalikal kitab la raiba fihi. Hiyo fihi ina vituo nyuma yake na mbele yake, inaitwa muannakun. Unatua kabla, unaunganisha fihi na yanayokuja mbele, au unavuka mpaka fihi halafu unaendelea. Kwa hiyo kama tukisema dhalikal kitab la raib, hicho ni kitabu hakina shaka kwamba ni kitabu, kwamba hakuna shaka ni kitabu. Kwa ujue hii Qur'ani ni kitabu.
Na ukienda kwa msomo wa pili ni kwamba dhalika alkitab la raiba fihi, hicho ni kitabu hakina shaka ndani yake. Sasa kwa msomo wa kwanza la raib, kitabu hakuna shaka, hicho ni kitabu. Fihi hudan lilmuttaqina, ndani yake kuna mwongozo kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Fihi hudan lilmuttaqina, ndani ya hichi kitabu kuna mwongozo. Hudan lilmuttaqina, kuongoza wamchao. Ikiwa ni la raib, hakina shaka, fihi hudan lilmuttaqina. Ikiwa la raiba fihi, hamna shaka ndani yake, hudan lilmuttaqina, ni mwongozo kwa wamchao. Utakuta ukianza kwa mbele au ukianza kwa nyuma, lakini ufuatia ni nini? Hudan lilmuttaqin. Hapo ndo lipokuwa napataka kwamba kitabu kimeanza kufunuliwa kwamba ni mwongozo wa wamchao, na hao wamchao kwa hapa wakaelezwa alladhina yu'minuna bilghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ambao hao wamchao Mwenyezi Mungu kina nani? Ni wale ambao yu'minuna bilghaib, wanaamini mambo ya ghaibu. Malaika hujamuona wewe, moto hujauona, msijibu ni pepo hujaziona, Mwenyezi Mungu mwenyewe hujamuona, waamini. Ndio uchaji na kusimamisha swala. Maana amefuatiwa moja kwa moja baada ya kuamini hayo ya ghaibu, kusimamisha swala. Alafu inafuatia nini? Ndio hii hapa, atembea yule atamaliza msikiti wote na mfuko wake ule, hakuna anayemshughulikia. Nani hao? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na yale ambao tumewaruzuku wanatoa. Mekaa kimya hapa mpaka waje wale mabingwa wa kuchangisha. Vile ukitoka tu huko, toka nayo hela useme kwamba hii leo mimi natoa sadaka, Ijumaa, Ramadhani. Kwa hiyo ndio kitabu chetu cha mwongozo. Sasa nimesema nimechukua hizi, na mawaidha ni ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mawaidha ya mwezi mtukufu wa Ramadhani nayo yamo ndani ya Qur'an. Yamo wapi? Ndio hii Suratul Baqara aya ya 183. Simu maana siku hizi kuna misaafu aina aina. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. واجب وكفunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani umetokana na hapo ambao wameamini
mmefaradhishiwa nyinyi kufunga kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, ili la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wachaji Mungu, au ili mpate kujizuilia na maovu. Hudan lilmuttaqina. Sasa tunapewa yale mambo ya kutusogeza kwa Mwenyezi Mungu kufikia uchaji. Moja katika hilo ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ayyaman ma'dudat, siku chache tu. La'allakum tattaqun, ili nyinyi mpate kujizuilia na maovu, siku chache tu. Ni ibada ina mambo matatu: qasd, shay, kukusudia, nia, alafu sura ya ile ibada, alafu muktadha, nini kinapatikana katika hiyo ibada. As-salat tanha anil fahshai wal munkar, swala inamkanya mtu na maovu na machafu na maovu. Swala tanha, inakanya, na hapo takuwa ni kwamba kina nani? Ulinuha ni wale wenye akili ya kujizuia, kujikanya. Kwa hiyo swala inakanya machafu na mabaya. Haulizwi Mwenyezi Mungu, utakayeulizwa ni wewe. Mbona waswali uvivyo? Jasauliza swala yako. Kwa hiyo na saumu nayo, kufunga nako kuna nia na sura ya hiyo saumu ni huku kujizuia na kula na kunywa tangu kupambanuka kwa mchana na usiku, alfajiri mpaka ghurubi, mpaka jua kutua. Kujizuia kula na kunywa, na katika maelezo mengine na jimai mchana wa Ramadhani. Sasa hii inakuwa wengine wale wahusu vijana wadogo, na tunaposema kuzuiliwa na jimai mchana wa Ramadhani ni kwa wale waliona wajibu wa kufanya hiyo jimai, waliooa au walio kwenye ndoa. Kufanya jimai ni wajibu, sio jifunge huko mwaka mzima. Wewe wamcha Mungu walala msikitini tu, wanyima watu haki zao. Kwa jimai kwa wenye ndoa ni wajibu, na kwa hiyo jimai mchana wa nini. Sasa kama wewe hujaruhusiwa kula na mchana jimai, wenda fanya jimai mwezi Ramadhani, kwa nimefunga. Bana, Ramadhani na heshima yake. Kwa hiyo hapo ndo inapokuwa ni saumu. Sasa huu muktadha wa saumu ni nini? Mwenyezi Mungu ndo asema la'allakum tattaquna, huenda nyinyi mkajizuilia na maovu, au huenda nyinyi mkawa wachaji. Uchaji ni huko kujizuilia na maovu. Wafunga na bado uvivyo wa kujiuliza ni wewe. Mwenyezi Mungu aulizi. Na hii laala huenda sio ya kubahatisha. Kubahatisha kwetu sisi, huenda nkenda kesho,
maana usiende. Lakini anaposema Mwenyezi Mungu laala, ni kwamba ni uhakika, matokeo ni hayo. Kwa hiyo nimesisitiza tu hii kwa kuanzia, lakini kubwa ni kwamba utakuta hukumu pia zote ziko kwenye aya hizi. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin, basi mwenye kuwa wawe katika nyinyi mgonjwa au yuko safarini, faidatun min ayamin ukhar, atatimiza hiyo idadi siku zingine, yani baada ya Ramadhani. Sasa kama wewe Mwenyezi Mungu ashasema wale walio safarini, na safari za zamani haikuandikwa hapa kwenye Qur'ani, hapa haikuandikwa safari za zamani wala za sasa. Mwenyezi Mungu amezungumzia safari ndefu, fupi. Angalia katika hadithi ndogo tu, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwenye mambo matatu yuko kwenye matatizo. La kwanza deni, japo dirham moja, ambao sisi hatuogopi deni hata milioni moja. Pili, safari hata kama ni maili moja. Mwenyezi Mungu atupa ruhusa ya kuacha kufunga ndani Ramadhani, nasema safari za zamani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alio kwenye safari ni yuko kwenye matatizo hata kama maili moja. Kwa hiyo kinachozungumzwa hapa ni safari, sio namna ya kusafiri. Na kama ni ndege ndio ina matatizo zaidi. Kabla haijaruka pale, maelezo yote yale ya nini, mbona basi wapanda tu waambi lolote, sijui kuna kitu gani chini ya kiti, sijui kuna nini, sijui nini, unaona hii ikitokea kitu gani, yatokea wapi? Tahadhari zote zile ziko kwenye ndege hiyo. Unasema sasa hivi tu utakiwi upande na mafua, japokuwa si atuulizi hiyo. Wale mapiloti wenyewe wakitaka kukwepa, asema na mafua, haruki. Na sijui kuna airtime, ikimalizika hiyo anakaa mpaka aende tena medical check up na nini. Si asafiri tu kwenye ndege, kwani kuna tatizo gani? Wenyewe kiwakuta siku hizo kina Magii achukue appointment ya miezi 6 ijayo, akaa tu mwenyewe pale Dar es Salaam, singi hajamaliza. Kuna matatizo kwenye kusafiri, madhali aliyosema ni Mwenyezi Mungu, wewe fanya utakavyo tena baadaye. Sawa? Kwa hiyo utakamilisha baadaye. Alafu nao wagonjwa pia ametajwa, wagonjwa aina nyingi hapo. Wa ala alladhina yutiqunahu, yutiqunahu, ambia wanaoiweza kwa mashaka. Kwa wale Waingereza wanasema hardly, kwa mpaka yaonekana nini tusukumbue wasioiweza. Walladhina yutiqunahu, wasioiweza. Hapa sasa atakuwa mgonjwa, atakuwa mkongwe, atakuwa mambo mengi yaweza kumfanya mtu awe haiwezi. Fidia kwa sisi ni kibaba. Sasa vibaba pia vina vipimo vyake. Pia kuna maswali yaulizwa, kibaba cha wapi? Cha Hijaz, cha Iraq, cha Sham, cha Misri. Hayo mabuyu ya tofautiana. Kama vile imekuwa kila kopo la kimbo kilo, si la nini kilo, si la lita kilo. Sio kila lita an kilo. Kwa wale watu wa physics sijui hapo wenyewe hapa leo, ni maji lita 1 digrii 4 sentigredi ndio kilo moja.
Sasa wachukua kopo la kilo moja choroko, kilo mchele, kilo maharage, kilo mtama, kilo kopo hilo hilo, maji kilo, hii itakuwa tena sio nene. Sasa mmoja akaenda mshtaki mwenzake, amempunja, amuuzia mkate wa kilo, kumbe ule mkate ni kilo kasorobo. Anayekwenda shtaki ni muuza nyama, aitwa wa mkate, kwa nini wewe uuza kasoro kilo? Asema mimi jiwe langu alifanyi kazi kwa, lakini nanunua nyama ya kilo kwa huyu. Kwa hiyo akishanunua ile ndio ninakuja pimia unga kilo. Aulizwa, vipi wewe muuzia nyama? Kwa hiyo alokwanza kuuza nyama kilo kasorobo ni huyo muuza nyama, ndio pale kibao kimemgeukia. Unaona? Kwa hiyo sio kila kitu kilo, lakini kwa hiyo ndio maana kunakuwa inazungumziwa humo vipimo, ndio hivyo vya pishi na vipimo vya mizani. Kwa mizani ndio hiyo kilo, na hivi vingine ndio pishi, muda na swai, ndio inolipia fidia. Sawa. Kwa tukifika hapo utakuta kama ilobakia nini ni hilo linalofuata. Kwa hii ilikuwa ni katika mwaka wa pili wa hijra, kuhama Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwaka huo wa pili ndio ulopiganwa Badri mwezi 17. Kwa mwaka huo waanza kufunga alafu nani, lakini walipokuwa wakifunga ule mwaka wa kwanza ulikuwa una nafuu, ikikushinda kibaba ukimaliza hivyo. Kwa hiyo mtu aweza akashinda na njaa leo kafunga, kesho akatoa kibaba hivyo. Mwaka wa pili ikawa basi hakuna, ni moja tu hii tunaofunga sasa hivi. Kibaba ni kwa wale walioainishwa hapa. Kwa hiyo faman tatoa khairan fa huwa khairun lah, mwenye kutoa zaidi ni khairi kwake. Maanake wafunga na kibaba watoa. Kwa hiyo wafunga kwa kushindana njaa na walisha, kuna ndio man tatoa khairan. Kwa hiyo yatumika kila mahali, faman tatoa khairan fa huwa khairun la, faman tatoa khairan fa huwa khairun la. Wajipunja mwenyewe ukiwa kwamba wabania, waman yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, mwenye kuepushwa na ubakhili. Hiyo shuha maana ni ule ubaili, jambo cha marehemu Sheikh Muhammad Ayubu, hata shilingi yake uono pia kama imemshikana ngozi isi, maana yake abanua shilingi ya kulipia uono pia umia mtu mpaka utumbo umeshikamana, fikishwa hospitali, lakini katika hapo hapo ana 100,000 naye kwenda fikishwa kule kwa njaa. Wa antasumu khairul lakum, na mkifunga ni khairi kwenu. Wengi wanaangukia kwenye hii kwamba mkifunga ni khairi kwenu, kwamba waondoa hii safari, waondoa nini. Ilikuwa haswa inawahusu wale wanaotaka kutoa fidia au nini, ambao mkifunga ni bora zaidi. In kuntum ta'lamun, ikiwa nyinyi mwajua. Sasa masuala yote ya kitiba ya nini utayapata yote, lakini kwa nia ya kumcha Mwenyezi Mungu. Haya inayofuatia ndio yenye mgogoro wetu mkubwa kisasa. Said Ali, shahru Ramadhan, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinat min alhuda walfurqan, mwezi peke yake uliotajwa ndani ya Qur'ani, shahru Ramadhan. Kwa hizo ayama maadudat ndio izaelezwa hapa, shahru Ramadhan. Unaona,
mwezi. Shaharu sio kamaru wala hilali, shaharu. Shaharu ni mwezi huu wa siku, ndio au hii miezi mingine tuliozoea Januari, Februari. Sasa tuko Februari, kuna ndio shaharu. Alladhi unzila fihi alquran, ambao ndani yake mteremsha Qur'an. Hudan linnas, muongozo kwa watu, ndio huu tulionao. Wa bayinati minal huda wal furqan, upambanuzi, mwongozo na upambanuzi. Faman shahida minkum ash-shahr falyasumhu. Faman shahida minkum ash-shahr. Sasa hii shahida siku hizi utakuta kuna misahafu ya tafsiri ya kisasa andika mwenye kuona, utata ukawantia hapo. Shahida kwa tafsiri zamani hadhara, aliyehudhuria, ambaye yupo, ndio ikaambiwa yule mkazi wa mji aliyeko mjini ndani ya mwezi wa Ramadhani, ndio huyo ameushuhudia. Falyasumhu, au funge. Sasa ndio kuingia na kutoka Ramadhani. Je, inaingiaje? Inatokaje? Hapa nitaomba, nafikiri dakika 5 zimezidi. Haya, nilisema kwamba jamani, hiyo ni robo saa tu, siwezi zaidi. Naona mmemaliza nusu saa, naomba kwa hiyo shahru Ramadhan, kwa huu mwezi wa Ramadhan, anasema Said Ali, na naona imamu hapa ametikisa kichwa kwamba umekubaliana, kwa vile hakuna kula baada ya swala, bakie insha Allah tuufafanue huu shahru Ramadhan, ambao ni jambo kubwa sana, ambao wajibu hautimu bila hilo, na hilo nalo ni wajibu. Kwa madhali Ramadhani ni wajibu kufunga, na yaanza lini na kumalizika lini, na hilo nalo kulijua ni wajibu. Mwenyezi Mungu atufikishe katika kula khair, atuongoze katika njia sawa, atukubalie amali zetu, sumu zetu, swala zetu na sadaka zetu na mambo yetu ya khairi yote ndani ya mwezi wa Ramadhani, na baadaye atujalie subira, na Ramadhani yenyewe ni subira pia. Atufishe hali ya kuwa Waislamu, atufue katika kundi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi na ndugu zetu na wazazi wetu na kila walomema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yake ni yenye kujibiwa. Sami'na, tumesikia hapa baada muda mdogo ayatu siyam, aya zinazozungumzia funga. Fi wasat ayatu siyam, katikati za aya za funga azozitaja Habib hapa, qablaha wa ba'daha. في وسط جاءت قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. وبعده أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وقبله كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kutaja aya zinazohusiana na funga, katikati akataja aya hii, aya ya dua
wa idha sa'alaka ibadi anni, pindi watakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi, fa inni qarib, basi waambie hakika mimi niko karibu sana. Ujibu da'wata da'i idha da'an, ninajibu maombi ya anayeniomba pindi anaponiomba. Falyastajibu li, basi waniitikilie mimi, wafanye ibada, wajiepushe na maasiya, waliyuminu bih, na waniamini mimi Allah. Ndipo watakapoongoka, ndipo watakapofanikiwa. Ili upate falah, ni lazima ukubaliane kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na ujiepushe na maasiya. Akhadha minha alulama, wanawachuoni wakachukua hapa aya hii kuwekwa katikati, fi wasita, yani katikati, fi ahkami ayati siyam, zimekuja hukumu za aya za funga, kufaradhishiwa na nini na utaratibu wake, hukumu na nini. Halafu katikati Allah akaingiza aya hii, wa idha sa'alaka ibadi anni, akhadha minha alulama. Wanawachuoni wamechukua hapa nukta muhimu sana, kwa maana kuna umuhimu mkubwa. Wafungaji wasisahau fursa kubwa inayopatikana ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, khasatan inda al-iftar, haswa wakati ule wa kufungua. Ule wakati ndugu zangu ni muhimu sana wa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kuomba haja, matatizo uliyokuwa nayo, ndiyo fursa ya kumwomba Allah. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, inna lisaim inda fitrihi, hakika ana mfungaji wakati ule anapofungua, mfungaji ana maombi. Lau akimwomba Allah, basi dua yake ni yenye kujibiwa. Inna lisaim inda fitrihi la da'watun la turad, ama kwa hakika ana mfungaji wakati ule wa kufungua ana fursa kubwa, ana maombi, ana dua, hairudi patupu, mustajaba, dua yenye kujibiwa. Katika hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, thalathat da'wat la turad, thalatha, dua sampuli tatu hazirudi patupu, ni zenye kujibiwa. Minhu as-saim, miongoni mwa dua sampuli tatu inayojibiwa na Allah hapo kwa hapo, hairudi patupu, ni dua ya mfungaji, khasa inda fitrihi, khasa wakati ule wa kufungua. Ndugu zangu, kipindi kile cha kufungua wengi tunajisahau, ndipo pale tunapokusanya. Mtu mmoja huyu walillahi alhamd, ana maji, ana juisi, ana kahawa, ana tende, ana halwa, amekusanya vitu chungu mzima. Anapomaliza kufungua, anasahau fursa hii ya dua, anasahau kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anapomaliza tukufungua kwa tende, pale pale anaomba dua, ndani yake ni dua na ndani yake kuna kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Amesema Mtume, dhahaba ad-dama wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Pale tunapomaliza, sio kabla, sunna ni baada. Unapomaliza tukufungua, pale pale omba dua hii, halafu chomeka haja zako, muombe Allah subhanahu wa ta'ala mambo uliokuwa nayo. Labda kama watoto wako hawana kazi, fursa hiyo. Labda nyumbani kwako kuna matatizo na ahali yako, ndio fursa ya kuomba. Wewe mwenyewe kama una mitihani ya maradhi na kadhalika, na kuwaombea ndugu zetu waliotangulia mbele. Hii ni sehemu muhimu sana, imebainishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wakati wote unapofunga, dua yako ni muhimu, lakini pale unapofungua usisahau. Wengi tunasahau, wengi tunaghafilika, bali wengine wanasahau hata kuitikia adhana, kwa sababu ameshughulishwa na kufungua. Adhana pia haijibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza na kutufahamisha umuhimu wa adhana. Mnaposikia adhana, faqulu mithla ma yaqulu almuadhdhin,
semeni kama vile anavyosema muadhin, rudieni, isipokuwa pale kwenye hayya ala salah wa hayya ala alfalah. Ndani yake kuna fadhila nyingi sana katika kuitikia muadhini na kuomba dua baada ya adhana, pale tunaghafilika. Na jambo la mwisho, wa kathirun min almusallin, wengi wanaosali salatu tarawih, wengi wao alhamdulillah wanasali, lakini wana mushkeli ufuatao. Utamkuta mtu anaswali rakaa 20, anapomaliza kuswali rakaa 20 anaondoka, anakwenda kuswali witri nyumbani kwake. Anasema kwamba nitakaposwali nyuma ya imamu banki maliza witri, nitashindwa kuswali swala nyingine, hii witri itanifunga, itanifanya mimi nisiweze tena kuswali, na mimi nitakalale niamke usiku niswali qiyamul layl. Sasa nitakaposwali pale msikitini nitakuwa mimi nimejifunga. Wako watu katika hali hiyo. Sasa tukumbushana maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, man salla ma'a al-imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla. Hadithi sahih ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man salla ma'a al-imam, yoyote mwenye kuswali pamoja na imamu, hata yansarifa, mpaka yule imamu kamaliza salatul tarawih, akamaliza witri, wewe uko nyuma umeswali mpaka waondoka naye imamu msikitini, kutiba lahu, waandikiwa wewe, malipo yako wewe, qiyamu layla, malipo ya usiku mzima, kisimamo kizima cha usiku. Allah subhanahu wa ta'ala akuandikia wewe ulioswali tarawih na witri kwa imamu, ukamaliza ukaondoka na imamu, yani imamu kamaliza na wewe umemaliza, basi thawabu zake ni kama vile waandikiwa ibada za usiku mzima, mathawabu yake waandikiwa muislamu wewe. La witrani fil layla, la witrani fil layl, hakuna witri mbili katika usiku mmoja, witri ni moja tu, ile ya msikitini itakutosheleza. Na ukirudi nyumbani umelala, ukiamka kama wataka kuswali, swali mathna, mbili. Ndio maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umeweza kuswali 2, umeweza kuswali 4, umeweza kuswali 6, swali, lakini sio witri, itakuwa ni qiyamul layl. Kadhalika katika qiyamul layla, ndugu zangu, ni kusoma Qur'ani usiku, ni fursa za kumwomba Allah, kusoma Qur'ani kwa wingi, kumsabihi Allah, kumswalia Mtume. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamuomba azikubali saumu zetu na ibada zetu na tauba zetu. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mtanisamehe. Ya Salam TV.